Simba amesalia yeye mwenyewe. Jana nimeona mmeitazama pia taarifa hii kwa kina zaidi, lakini nikianza na mkongwe Jemedari Saidi, kwa namna ambavyo Mama Samia anavyozisapoti hizi club, bila shaka hizi club nazo zina deni kubwa, kwa sababu kama unapewa usafiri, malazi, kila kitu, inabidi upambane kweli kweli na kuhakikisha kwamba yale yote ambayo unawezeshwa unayatendea haki. Basi na shaka swali langu limekaa hivyo, Jemedari. Kwanza uko sahihi. Naam. Uko sahihi, na mimi pia nipende kuchukua fursa kumpongeza rais kwa hicho alichokifanya, kwa sababu hili ndio limekuwa hiki ndio kimekuwa kilio cha watu wengi. Ndio. Tumekuwa tukililia kuona serikali ikiingia moja kwa moja kwenye kuzisaidia au kusaidia sekta ya michezo nchini. Hakuna nchi yoyote ambayo imefanikiwa kimichezo duniani na wakati huo serikali ikiwa imekaa mbali. No. Siku zote serikali ndio mdau mkuu wa michezo kokote kule. Sasa kitendo cha serikali kuonekana imeingia moja kwa moja kwenye swala la michezo, na sio kwamba sizungumzi kwamba ni Simba tu. Tuliona wakati fulani ya Afrika walivyokwenda hatua kama hizo, wakaenda mpaka finali, wenyewe walipewa ndege hivi, na ningetamani pia kuona michezo mingine pia wakifika hatua kama hizi, na wenyewe wanafanyiwa hivi, kwa sababu watu wa michezo mingine wamekuwa wakilalamika. Kwa mfano, kuna timu ya cricket ya vijana, nafikiri under 19, inakwenda World Cup. Baada ya kwenda kwenye mashindano imeshinda, na yenyewe tutategemea kwa sababu itakwenda kwenye World Cup itapata hiki ambacho timu za mpira pia zinapata. Tukirudi kwa jambo la Simba, kama nilivyotangulia kusema awali kwamba serikali ndio mdau mkuu, ndio mdau namba moja wa michezo kwenye nchi yoyote. Na hapa kwetu pia serikali inapaswa kuwa namna hiyo. Tunakumbuka wakati serikali ilipoanza kujiintroduce rasmi kwenye mambo haya ya michezo kwa kusaidia wakati wa serikali ya awamu ya 4 ya Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, walipoamua kulipa mishahara ya makocha, na hawakuwa kocha tu wa mpira wa miguu, ilikuwa ni makocha wa michezo mingine yote ikiwemo mpira wa miguu. Kwa hiyo kutoka pale tuliona masimu wakilipwa na makocha waliofuata, baadaye iliondoka, lakini sasa hivi pia imerudi kwa kasi kubwa. Tumeona pia kwenye goli la mama, tumeona pia mama akishiriki kwenye jambo la wasanii pia wamekumbukwa hapo kati. Kwa ni kitu kizuri. Turudi wale wasanii waliopelekwa nje, nakumbuka. Sawa, hata kwa comedians pia ameshiriki. Alikuwa kwenye tuzo zile pale. Kwenye tuzo si alitoa yeye pesa kwani? Mimi nazungumzia ule mchango wa, yani kuwepo is okay. Kama mgeni rasmi au kama mwalikwa. Lakini hiki kilichotoka hapa ni kwamba kwanza aliwahi kuwepo kwenye Simba Day. Lakini leo ametoa ndege ambayo ina wafanyakazi wanalipwa. Amelipa na malazi. Unaona hicho kitu? Na ukienda kwenye stage unaenda tu pamoja na kuondoka. Kabisa. Unaona? Kabisa. Lakini hebu turudi kwa wenzetu. Kwa mfano Kongo, timu zao zinapofika hatua kama hizi zinahudumiwa na serikali. Yes. Kwa serikali yetu sisi kufanya hivi ni kitu kizuri pia. Sio? Lakini watu walioko kwenye nchi za jirani mimi nimewahi kuishi Rwanda kwa kucheza mpira. Nimewahi kuzungumza na watu pia wanatamani kuona na wenyewe they're interested on goal la mama. Wanaona kama ni kitu kizuri na wao pia kwa huko wakifanyiwa hivyo. Sawa, hiki ni kitu kimebuniwa huko, kimeendelea. Lakini nataka kusema tu kwamba wenzetu wamefanyiwa hivi years and years now. Kwa hiyo pia inaonyesha support kwa serikali kwa watu ambao wanashiriki sekta ya michezo. Sio sekta rasmi, ni sekta rasmi ambayo inaajiri watu wengi mno. Na kuna pesa nyingi mno huku zinatengenezwa. Kuna kodi zinachukuliwa huko. Kwa serikali kuona kwamba ni time ya wao kuunga mkono kwa kutoa ndege, kulipia malazi na vitu kama hivyo, nafikiri wanafanya kitu kizuri, na nataka kuamini pia inawajibika kufanya hivi. Sio kitu ambacho labda ni watu wanataka kusema tu kwamba unajua mtu mwingine anasema kwamba
Angeweza kuwa rais mwingine na asingefanya. Yes, tunamshukuru yeye anafanya, lakini ni wajibu pia kufanya kwa sababu ni watu wake. Sio? Tunashukuru kwa sababu anafanya, ana moyo huo wa kufanya, ingawa anawajibika kwa sababu kwanza kwenye ukiachana na usafiri, malazi, lakini tukija pia kwenye goli la mama pia. Inaongeza pia motisha kwa klabu hizi, kwa sababu ukifunga goli 20 sio motisha, tuna deni kama ulivyozungumza awali. For instance, unafikiri Simba unajisikiaje sasa kuwa wamepewa ndege, wako comfortable kweli, wamelipiwa malazi na bibi mkubwa yuko sehemu wanaoangalia kabisa kucheza. Sasa unafeel hilo deni kwamba tunatakiwa tulipe hiki tulichopewa kuja kukifanya huko. Kwa wamewapa mzigo Simba, nafikiri wanapaswa kulipa ili deni kwa sababu hizi ni kodi za Watanzania. Miongoni mwa wanaosafiri hawako wengine si wa Tanzania kabisa, wana deni ya kodi zetu. Yes. Hizi ni kodi hizi bana. Ni kweli. Kodi. Mimi na wewe tulipo mshahara hapa tunakatwa pay as you earn. Kabisa. Unafikiri ndo nini? Ndio hii inaenda huko kutumika baba. Kiufupi ni kwamba tunakwenda kumlipia Depo Fernandez Mavambo, tunakwenda kumlipia Ahwa akapiga chenga watu wapige nje. Haiwezekani. Lazima deni akae nalo kaka. Umeichukua Evans sio? Hii nimeishi nayo, sio kuichukua. Simba wana deni kubwa. Hili deni la Tanzania ba. Kwa sababu unajua wakati mwingine hizi klabu zetu zinaposafiri kutoka Tanzania kwenda nchi nyingine huko, masuala ya usafiri, watu wanachukua muda mrefu kulikweli, lakini umetengenezewa mazingira rahisi. Sasa kilichobaki ni wewe kwenda kuwakilisha vema uwanjani. Okay. Lakini mimi kwenye hili tamko la Simba na shida moja tu. Kwa mnyama. Si tumesoma hapo nini how do we call it? Ni barua, ni press release, how do we call it? Tweet barua hivi imepostiwa au? Ambayo ni kamo. Ndio. Afu ile ilitoka kwa Mo akawa collaborate Simba. Hapo ndo tatizo langu mimi lilipo. Tatizo ni nini tena? Iliyopewa ni taasisi ya Simba Sports Club. Ndio. Sawa? Hajapewa Mohamed Dewji. Ndio. Mohamed Dewji ni mwekezaji kwenye timu. Na yeye alikuwa na jukumu kama hili kulifanya. Sasa iliyopewa ni taasisi ambayo yeye anaisimamia. Na taasisi inajulikana, ina address, ina headed paper yake ya Simba Sports Club. Si kama mnajua. Ndio. Simba wanapotoa tamko lao wao kama club wanatumia headed paper yao. Haijakaa vizuri kwenye kitaasisi kutumia headed paper ya mtu binafsi. Mohamed ni mtu binafsi. Ni rais wa Simba. Ni mwenyekiti wa bodi, lakini ilipaswa kutumika headed paper ya klabu ya kitaasisi. Ndio iliyopewa hii kitu. Hajapewa yeye. Imepewa taasisi ya Simba Sports Club. Na taasisi ndio ilipaswa, hata kama maandishi yameandikwa kwa kumnini yeye, like chini huko. Yes. Signature block ingekuwa ya kwake bado. I agree. Lakini ingekuwa imetoka Simba Sports Club. Isingetoka kwa Mohamed. Na Jemedari. Kwa sababu waliopewa ni Simba, ndio wanapaswa kutoa hizo shukrani. Kwa lazima kuwe na address ya Simba. Simba sio Mohamed. Mwingine zikana sikuelewe kwa haraka. Lakini mimi nimekuelewa nini ambacho namaanisha. Ukisoma hii barua kwa niaba ya klabu ya Simba Sports Club, napenda kutoa shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa nini isiandikwe hivi? Simba Sports Club inatoa shukrani. Ndio iliyopewa Simba. Hajapewa mtu. Mnanielewa vizuri? Ndio. Unajua hapo watu lazima waache kuchanganya. Unajua sisi tuna mapenzi. Mtu atasema sasa si ndo tajiri, huyu si ndo nani? No, utaratibu unapaswa kufuatwa. Kabisa. Utaratibu iliyopewa, hata kama yeye ni rais wa Simba, hapewi kwa jina lake, hapewi yeye, inapewa taasisi ya Simba Sports Club. Na ndiyo mama aliyoipa. Kwa hata mimi ningependa kuona Simba ndio inashukuru. Sawa? Kama taasisi, kama club. Umeelewa? Ikitumia headed paper za kwake. Kabisa. Hili sio jambo la mtu. Unajua hapa katikati Simba ni watu kusema siku moja hapa. Simba amekuwa akifanya mambo mengi ya kienyeji. Mzee wangu pia Azim Dewji alizungumza wakati wa kwenda Al-Masry pia.
akatoka yeye, mama amesema, we ni nani? Nitaenda kuombea. Yani we ni nani? Kwani Azim kwenye Simba ni nani? Alafu nimeona kama na yeye Azim mwanachama mkongwe. Wako wangapi wanachama wakongwe? Wakina mzee Dalali washakuwa mpaka viongozi. Kila mtu sasa aseme ndakwenda kumwombea mama. Lakini pia vile alikuwa mfadhili wa Simba. Wakati wake umeisha. Umeelewa? Hizi timu zishafadhiliwa sana kabla na baada ya yeye. Wakati wake umefanyaje? Umeisha. Ndio maana siku moja tuliwaambia Simba hapa, huyu mzee Dewji alizungumza kuelekea mechi ya dabi. Kama nakumbuka, akamzungumza sana kuhusu mwamuzi Arajiga. Na akasema sio kama Muislamu, sio atafunga, sio atafanyaje. Haya ni mambo sio ya kitaasisi. Taasisi haipaswi kuendeshwa namna hiyo. Hayo ni mambo ya kienyeji. Ndio maana unaona sasa badala ya taasisi kushukuru, anashukuru mfadhili. Unaelewa vizuri? Sawa. Simba wanapaswa kuwa professional guys. Hapo wanachokifanya wala sio utaratibu. Ni kitu cha hovyo. Utaratibu upaswa kuwa namna hii. Umeelewa? Nakuelewa. Umeelewa vizuri? Nakuelewa. Sawa. Tuko sawa. Kwa wao kama taasisi hiki walichokifanya, they think inawezekana wanampa rais wa klabu, unajua, na sisi ni sifa ya kibinadamu. Kila binadamu anapenda sifa, anapenda kusifiwa, si ndio? Lakini wakati mwingine mpe sifa kufuata utaratibu. Kwa hicho kilichotokea hapa, utaratibu umekiukwa. Na pia mimi nashauri Simba waandike barua nyingine pia. Umeelewa vizuri? Na waache. Mimi nasema waache kila mmoja kutaka kutoka na kuizungumzia Simba. Unajua wakati mwingine, ndio maana mimi niliwasema siku ile, Simba inapaswa kutoka kumkana huyu mzee. Ukikaa kimya, maana yake umemtuma au unakubaliana nacho kisema. Siku atakuja kutoa boko kabisa. Utafanyaje? Ndio siku utakayotoka na kusema kwamba sisi hatuhusiani naye. Kama uwezi leo, utoweza mpaka siku hiyo. Tunajua kweli mwekezaji ni Mtanzania mwenye asili ya India au ya Asia, lakini pia huyu mzee alikuwa ni mfadhili. Muda wake ulipita. Ninachokiona ni kama mzee, kwa sababu siku zile ya kupata kikombe aliishia finali. Naona kama sasa anataka kutobolea umo nani. Twende kwenye finali tukachukue kikombe, akipita mlango wa nyuma, kwa sababu kila jambo likizungumzwa yeye yupo. Awaachie viongozi wapo. Hata wakati ule yeye alikuwa mfadhili, kulikuwa na viongozi ndio walikuwa wanazungumza. Kwa Simba naona kama inaingia kwenye, kama inataka siku moja Jeff alisema kama ni timu ya familia sasa. Ndio. Isiwe namna hiyo. Na ndio maana hapa kwenye ujumbe, huyu ni Laban Solomon anasema Jemedari, anzisha timu yako, uweke wewe utaratibu unaotaka wewe. Ndio hapo. Hawa ndio tunawaambia wakati ule. Ndio. Leo mnashinda. Mnampa mfadhili kila kitu hiki. Jamani, sio sawa. Sisi tunataka kushinda tu. Baadaye walirudi chini wakasema mwenyekiti wao anakuwa kama nini, kazi yake kufunga na kufungua mkao. Wakamalizana hivyo, wakarudi tena wakataka kurekebisha katiba. Wengine tunawaambia sasa, jamani, sio utaratibu huo. Wanashinda. Siku watakapoanza kufungwa watakumbuka hiyo. Unajua sisi ndio jana juzi lini nilikuwa nasema kuhusiana na ushamba wetu. Na unajua kwenye mimi kinachonikera sana, watu kuona kwenye mpira kama kuna watu wajinga ambao wanaweza wakawaendesha tu. Na simply huyu tajiri, huyu hakuna anemchukia Mo. Mimi hapa kati ya serikali ya awamu ya 5, watu waoga kama nini kwenye serikali ya awamu ya. Mo alikamatwa, mimi niliandika andiko. Na watu katika comment zao, go back ukaone Mo alivyotekwa, nilivyoandika nikasema huyu ni mtu ameajiri watu 30,000. Fikiria watu 30,000, mmoja kati walipokodi wakubwa, anatekwaje? Sawa, mimi nilijitoa kumwandikia Mo kwa sababu kweli ameajiri watu zaidi ya 30,000, analipa kodi. Hao watu 30,000 unafikiri wanategemewa na watu wangapi huko nyuma? Mimi namchukia huyo Mo, simchukii, sawa, lakini anapofanya isivyo, I'll have to speak kama hii sio sawa. Kwa bila kujali timu yake, si kwani yeye timu yake. Hivi vitu vingine hivi ndio vinavyomchelewesha hata FCC kumpa timu. Okay. Sasa hajakabidhiwa tu hivi, siku akichukua ni hatari. Sina kuambia hapa, nataka mtu anayefikiri. Kwani mpaka leo sanalalamika timu apewi, analaumu watu sio FCC, kwa sababu watu wanaangalia. Sawa, kwa watu wanatakiwa kuwa makini na hivi vitu. FCC ni serikali,
wanakuangalia. Sindio? Yeah. Vitu vidogo vidogo hivi, kesho utaita watu, utaanza kusema sisi hatupewi timu mpaka leo tunakwamishwa, watu wanakupima lakini